Karibuni tena jamani, hili ni shamba ekari 15 ambazo ziko Msata. Msata ni mkoa wa Pwani. Kufikia hili eneo kwa urahisi ni kupitia Bagamoyo Road kutokea Dar es Salaam, na shamba lipo mkono wa kulia ukiwa unatokea Bagamoyo. Ni karibu na hospitali ya Msata kabla hujaanza kuingia Msata Center. Na hili shamba lina ekari 15, lakini ekari ambazo ziko tayari kwa matumizi ni kama 12 au 13. Kwa hiyo kuna ekari kama 2-3 hivi ambazo hazijasafishwa, ambazo zina uoto wa asili kama unavyoona hapa. Lakini upande huu hili shamba pia lina banda kubwa ambalo lilikuwa limesanifiwa kwa ajili ya ufugaji wa nguruwe kama ambavyo unaona hapa, lakini haizuii mtu akilinunua anaweza kuligeuza au kubadilisha matumizi ya hili banda, akafanya ukarabati na kufanya marekebisho ya kumwezesha kufuga aina nyingine ya wanyama kama anataka. Kwa hiyo kama unavyoona hapa, kikubwa cha kufanya ni kuweka bati tu. Bati ziliwekwa sehemu kidogo kule, mambo yakawa mengi, alikumaliziwa. Kwa hiyo unaweza pia kumalizia ukaendelea kufuga aidha nguruwe au wanyama wengine. Unaweza kufugia kuku pia, hata mbuzi unaweza kudesign liwe banda la kufugia mbuzi au kupumzika mbuzi, hasa wakati wa jioni au usiku. Kwa hiyo kama unavyoona iko vizuri kabisa, banda hili lilisanifiwa vizuri, na unaweza kulima mahindi na maharage. Udongo wa hapa una asili ya mfinyanzi kidogo, sio kichanga sana kama maeneo ya kule Kibaha. Kwa hiyo mahindi yanastawi sana na maharage, lakini unaweza kulima pia mazao mengine yote yanayostawi ukanda huu wa Pwani kama mihogo, mbaazi, kunde, choroko na mimea ya namna hiyo. Lakini hili shamba pia lina chumba kimoja ambacho ni self kwa ajili ya aidha kijana anayekaa hapa shambani au mwenye shamba akawa anaweza kafanya kama ni nyumba au chumba cha kufikia, vyovyote vile. Lakini pia kuna banda kwa ajili ya kufugia hasa aidha mbuzi au kuku, kadiri mtu atakavyokuwa ameamua. Kwa hiyo kama unavyoona hapa panalimwa mahindi, na hiyo sehemu nyingine iko plain kabisa. Kwa hiyo hapa nyumba ya kufikia ndio kama hii hapa unaiona hapa. Alafu hapa kuna matenki kwa ajili ya kuhifadhia maji, na bezi yake hiyo hapo imepasuka hapa, inahitaji marekebisho kidogo. Lakini kuna hili banda ambalo unaweza ukatumia kwa ajili ya kufuga wanyama au kama mbuzi au kondoo au kuku pia. Unaona kuna banda hili hapa upande huu, na upande wa juu pia kuna vyumba vikubwa kama hiki. Hiki ni chumba kidogo, na upande wa huku ni vyumba vikubwa zaidi. Kwa hiyo hili banda unaweza kutumia kwa ajili ya kufuga kama kuku, unaweza ukalimodify kidogo likawa kwa ajili ya kufugia mbuzi na vitu vya namna hiyo. Kama nilivyosema, kuna uoto wa asili kidogo, lakini shamba ni plain au ni jeupe. Kama hapa pameshasafishwa tayari, mvua zikianza kunyesha wanapanda. Kwa hiyo karibuni sana. Hapa ni Msata, ukitokea Bagamoyo ni mkono wa kulia kabla tu hujaanza kuingia Msata mjini, unalikuta hili shamba. Hapa lipo kama takriban kama mita 700 mpaka 900 kutoka lami kuu ya kuingia Msata. Na kama nilivyosema, kuna jirani yule pale mambo ya huku ni eneo la chuo cha IFM, na majirani wengine wanapatikana ng'ambo kule,
na wengine huku. Naona hizo beacon zinatenganisha, hilo ni eneo pia la mtu mwingine. Ukienda upande wa huku pia ekari nyingine, kama nilivyosema, uoto wake ni kama unavyoona hapa. Mvua tu ikinyesha wanapanda, kwa sababu ni eneo ambalo liko tayari kwa matumizi ya wenyeji. Wengine walio wengi wanafuga, kama ukiona ng'ambo kule kuna nyumba inang'aa, ni ya jirani, lakini eneo uoto wake ni kama unavyoona ni plain ya. Kwa hiyo karibuni sana jamani, wale ambao mnatafuta mashamba ambayo huhitaji kuhangaika kuanza kung'oa visiki, kusafisha na nini. Tayari kuna nyumba ya kufikia, kuna mabanda ya kuanzia kufugia. Yaani wewe ukilichukua tayari unaanza kufuga moja kwa moja. Basi karibuni sana. Kwa hiyo kama mnavyoona banda ni hilo hapo kubwa mkono wa kushoto, na hiyo mkono wa kulia ndio ile nyumba ambayo unaweza ukaifanya kama ya kukaa mlinzi anayekaa shambani, au kama chumba chako cha kufikia na kadhalika, na unaweza kulitengeneza pia unavyotaka wewe. Kwa hiyo jamani, karibuni sana. Hapa ni Msata, lakini bado tuko mkoa wa Pwani. Kama na wewe una shamba lako haulitumii na ungetamani kulikodisha au kuliuza, tuwasiliane sana, ili tutafute watu ambao wanaweza kuyatumia hayo mashamba na maisha mengine yakaendelea. Cha muhimu sana, kama unazipenda hizi taarifa na unataka kupata ofa kama hizi, usisahau kusubscribe kwenye channel yangu, na pia kama una swali ama vyovyote vile, karibu sana, sehemu ya comment inakuwa wazi, na hivyo tushirikiane kwa namna hiyo. Mwaka huu watu maisha yaende vizuri zaidi. Usikae na shamba au kitu ambacho hutumii, pangisha au uza, mambo mengine yaendelea. Asante sana kwa kutazama na Mungu akubariki.